limeripoti leo kuwa Iran imeanzisha mamlaka ya kuchukua ada kutoka kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Jarida hilo linaripoti kuwa meli zinahitajika kutoa rekodi za kina za umiliki, bima, wafanyakazi wake na njia inayonuia kusafiri. Haya yanafanyika wakati Rais Trump amesitisha operesheni muda mfupi aliyoiita Project Freedom iliyolenga kufungua huo mlango bahari wa Hormuz, akisema kuwa Marekani inakaribia kufikia makubaliano na Iran. Kwingineko, jeshi la Marekani linaweza kuingia katika anga na kambi za kijeshi za Saudi Arabia licha ya kuambiwa wasizitumie kwa operesheni hiyo iliyosimamishwa ya kufungua mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amezungumza moja kwa moja kwa njia ya simu na Rais Trump na kukataa kutoa idhini ya jeshi la Marekani kutumia anga na kambi zake kwa operesheni hiyo. Lakini chanzo kimoja chenye taarifa za ndani za Saudia kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa Marekani inaweza kutumia anga na kambi hizo kwa mambo mengine. Hayo yakiarifiwa, shirika la usalama wa ndege la Umoja wa Ulaya EASA leo limesafisha njia ya uwezekano wa kutumika kwa mafuta ya ndege ya Marekani barani Ulaya, huku bara hilo likiwa linatafuta njia za kukabiliana na uhaba wa mafuta ya ndege uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Mafuta ya Jet A ambayo yanatengenezwa Marekani kwa sasa hayatumiki Ulaya, ambayo pamoja na sehemu zingine duniani inatumia mafuta aina ya Jet A1. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimepelekea mlango bahari wa Hormuz kufungwa na kupelekea bei za mafuta ya ndege kupanda, huku dunia ikikabiliwa na mzozo wa nishati. Alikuwa ni Jacob Safari huyu na mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambayo inaonyesha athari zake ziko kila kona ya dunia. Viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN wamekubaliana leo Ijumaa kuanzisha mpango wa kikanda wa kugawana mafuta unaopaswa kuridhiwa haraka. Wamesema hayo katika mkutano wao wa siku moja uliofanyika huko Cebu, Ufilipino, uliomalizika bila ya mpango wa pamoja kujibu athari ya mzozo wa Mashariki ya Kati kwa bara hilo. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Viongozi hawa wamesisitiza umuhimu wa kuwa na mkakati wa pamoja unaozidi makubaliano ya kugawana mafuta katika kanda hiyo inayotegemea pakubwa uagizaji wa mafuta. Kanda hiyo inakabiliwa na ukosefu wa nishati hiyo muhimu kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Iran iliufunga mlango huo kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi yake vilivyoanza Februari 28. Mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN, ambaye pia ni rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr., ameelezea matumaini yake kwamba nchi wanachama zitakamilisha haraka uidhinishaji wa mpango huo wa hiari unaoendeshwa kwa misingi ya kibiashara, lakini akasisitiza kwamba taratibu za utekelezaji bado zinahitaji kufanyiwa kazi. Mpango huo unatarajiwa kupunguza athari ya vita vya Iran kwa mataifa yao, raia wake na uchumi kwa ujumla. Viongozi hao sasa wametoa wito wa mkakati maalum utakaopelekea usafirishaji wa chakula na mafuta wakati mzozo kati ya Iran na Marekani ukiendelea kutanuka na mlango huo kuendelea pia kufungwa kwa siku 70 sasa. Ferdinand Marcos Jr. amesema vita hivyo vya Iran vimesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa pamoja katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili kanda hiyo. Amesema mzozo huo umelikumbusha bara hilo ni kwa namna gani uchumi wao upo hatarini kutokana na mabadiliko hayo ya ghafla, akisisitiza kwamba mgogoro ukiendelea zaidi utalifanya bara na dunia nzima kuchukua miaka mingi ya kujikwamua kiuchumi. Kando na mzozo huo, Rais Ferdinand Marcos pia alisisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri katika bahari ya China baada ya mvutano mkubwa kati ya Manila na Beijing kutokana na madai ya kila upande ya kumiliki visiwa vilivyojaa rasilimali za gesi asilia. Katika mkutano wa jumuiya hiyo ya ASEAN, makubaliano ya kutafuta amani pia yalitangazwa kati ya nchi hasimu za Thailand na Cambodia. Marcos Jr. ameongeza kuwa nchi zote mbili zimesisitiza umuhimu wa kuvumiliana na kuwa na majadiliano kuelekea amani. Ni Amina Abubakari huyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewaombea viongozi wa dunia ili Mungu awasaidie kuachana na ghasia zinazoendelea na badala yake wajizatiti katika juhudi za kuleta amani, huku mvutano wa kimataifa ukiendelea kuongezeka.
Papa Leo wa 14 amesema hayo katika kilele cha maadhimisho ya mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuwa papa hapo Mei 8 mwaka uliopita wa 2025. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karimera. Katika hotuba hiyo ya kuadhimishwa mwaka mmoja akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 ameyasema hayo katika mji wa kale wa Pompei wenye alama za mji ulioharibiwa enzi za utawala wa Rumi. Hotuba hii pia imekuja siku moja baada ya Papa kukutana na waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio katika makao makuu ya Vatican kufuatia mvutano uliojitokeza baina ya Papa Leo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita vya Iran ambavyo Papa alikuwa amevikosoa vikali hadharani. I tempi da allora non sono migliorati. Nyakati hazijabadilika, vita bado vinaendelea kupiganwa katika sehemu nyingi za dunia, na hali hii inahitaji maamuzi mapya, si kwa upande wa kiuchumi na kisiasa pekee, bali pia kwa upande wa kiroho na kidini. Hatuwezi kuzoea kutazama picha za vifo ambavyo vyombo vya habari vinatuonyesha kila siku. Kutoka katika mahala hapa patakatifu, tunainua sala yetu kwa imani leo. Eleviamo con fede la nostra supplica. Katika mji huu wa Pompei ulio kilomita 245 kutoka Vatican, Papa Leo aliendesha misa katika siku maalum ya kumwenzi Bikira Maria maarufu kama mama yetu wa Pompei. Sikukuu hiyo huadhimisha uwekaji wa jiwe la msingi la mahali patakatifu pa Bikira Maria wa Pompei mwaka 1876. Usiku wa kuchaguliwa kwake, Papa Leo alimwomba Bikira Maria na kuwaomba waumini waliokusanyika katika kanisa la St Petersburg Square waendelee kumwombea kwa ajili ya utume wake mpya na amani ya ulimwengu. Mahali patakatifu hapo pia panahusishwa kwa karibu na Bartolo Longo ambaye awali alikuwa mshiriki wa imani ya ushetani kabla ya kuokoka na kujitolea maisha yake katika kazi za hisani kwa ajili ya mayatima, wafungwa na watu masikini. Kabla ya kifo chake, Papa Francis aliidhinisha muujiza uliokuwa muhimu kwa ajili ya kumtangaza Longo kuwa mtakatifu, na baadaye Papa Leo akamtangaza rasmi kuwa mtakatifu. Akihutubia waumini ndani ya mahali patakatifu, Papa Leo alitafakari kwa hisia kuhusu kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutowaza kwake. Katika ziara hiyo, Papa Leo alikutana na wagonjwa pamoja na watu wenye ulemavu wanaohudumiwa na kituo cha huduma za kijamii kinachohusishwa na mahali hapo patakatifu. Akirejelea urithi wa Longo, Papa Leo alisifu huruma yake kwa waliotengwa kijamii na uwezo wake kutambua uso wa Kristo katika kila binadamu. Maelfu ya raia wa Italia walimkaribisha Papa Leo, wengi wakuonyesha kuvutiwa na unyenyekevu wake pamoja na utayari wake wa kuzungumzia masuala ya kijamii na kisiasa kwa uwazi. Ziara ya Pompei pia inaashiria mwanzo wa mfululizo wa ziara ambazo Papa Leo anapanga kufanya kote Italia katika wiki zijazo, akilenga kuimarisha uhusiano wa kanisa la Italia ambao pia hutambuliwa kwa ishara kama askofu wa Roma. DW tunavuma kwa kishindo. Tuingie sasa barani Afrika. Wakati hali ya usalama bado ni dhaifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mvutano umeibuka kuhusu jitihada ya Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba nchi hiyo, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila ametetea kile kinachotajwa kwa ukaribu wa Kabila na waasi wa M23, ikiwa ni pamoja na uamuzi wake wa mwaka jana wa kufanya ziara kwenye maeneo yaliyonyakuliwa na waasi hao mashariki mwa Kongo. Nehemie Mwilanya ambaye sasa pia ni mratibu wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila wa FCC amesema hayo nilipozungumza naye mchana wa leo hapa mjini Bonn, ambapo kwanza anaeleza kile kilichofanikishwa wakati wa safari ya mwisho ya Kabila nchini Kongo mwaka uliopita. Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na waki moja.